Naitwa Peter Maduki, mwenyekiti wa bodi wa hospitali hii Arusha Lutheran Medical Center. Leo tuna mkutano wa bodi ya hospitali hii, na katika moja ya kazi ambayo tunaifanya katika kwanza kutembelea hospitali kuona kama kuna maendeleo gani yamefanyika toka Januari 2026. Tumeanza kwanza kwa kutembelea pale intensive care unit, ambapo kwa kweli tumeona kuna mabadiliko. Kwanza kumeongezewa vifaa ambavyo vinaweza kutumika. Sasa tuna central monitor ambayo tunaweza nurse station wanaweza wakaona hali inayoendelea kwa mgonjwa kwa kutumia hiyo central monitor. Matarajio yetu ni kufanya hospitali hii itoe huduma bora sana, ikiwezekana tutumie neno zaidi, ili kusudi Watanzania waweze kunufaika na huduma bora. Kwa hiyo kuna jitihada ambazo tunazifanya, kwanza kuboresha miundombinu ili kusudi mazingira ya utoaji huduma yawe mazuri. Lakini pili, kupata watumishi wengi, kuajiri watumishi na kutoa mafunzo kwa watumishi ili watumishi hao waweze kutoa huduma iliyo sahihi na inayohitajika. Lakini tatu, tunataka kuwa na vifaa vya kisasa ili kusudi huduma iweze kufanyika kwa ubora. Kwa hiyo nia yetu kwa kweli kuhakikisha kwamba huduma inakuwa, na tunataka kupata ithibati ya kimataifa. Naitwa Dr. Peter Richard Kisenge, ni daktari bingwa wa magonjwa ya moyo, lakini ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete. Kwanza, huduma hii inaenda kuwafikia wananchi wa kanda ya kaskazini na mikoa yoyote ambayo iko pembezoni mwa kanda ya kaskazini, na kuwapunguzia gharama ambao walikuwa wanasafiri sehemu mbalimbali kuja Dar es Salaam kwa ajili ya kupata huduma, lakini sasa hivi wanapata huduma katika kanda ya kaskazini. Lakini pili, kama mnavyofahamu, hii mikoa ya kanda ya kaskazini, hususan mkoa wa Arusha, ni mkoa wa kimkakati kwa sababu ni mkoa ambayo una utalii kwa wingi sana, lakini ni maandalizi ya masuala ya tiba utalii na kujiandaa katika African, ambapo tutazalisha fedha ambazo zitaenda kumrudia yule mwananchi wa chini kabisa na ziweze kumsaidia. Lakini na idadi ya wagonjwa ambao wamekuwa wanahudumiwa wanakuwa wanaongezeka. Wakati tumeichukua hospitali hii, upande wa emergency ilikuwa inahudumia chini ya wagonjwa 20 kwa siku, lakini sasa hivi tunahudumia karibu wagonjwa 80. Tumeweka mfumo ambao ni mfumo una akili munde. Madaktari watakuwa wanaweza kuona wagonjwa na mfumo wenyewe unaandika, na mgonjwa tunapunguza masaa ya mgonjwa kujiandikisha kwenda kulipia. Mgonjwa anaweza kila kitu akakifanya kwenye kioski ambacho kitakuwepo, na hivi karibuni mfumo huu unaenda kuzinduliwa na tarehe 1 mwezi wa 6 tunaenda kuusimika, na utakuwa ni mfumo ambao ni wa aina yake kwa sababu ni mfumo ambao una artificial intelligence au akili munde. Naitwa wakili Lengai Nelson Merinyo, ni mjumbe wa bodi hii ya Seliani na Jakaya Kikwete. Kwa upande wangu kama mjumbe wa bodi na mtu ambaye nimekuwa karibu sana kwenye utendaji, wagonjwa wengi ambao wako upande wa kaskazini na mikoa jirani wanapata huduma bora kama ile ambayo walikuwa wanaenda kuifuata Jakaya Kikwete au Nairobi. Sasa inapatikana hapa Seliani. Ndani ya muda mfupi tayari uwezekano umeonekana. Kwa hiyo naona kwa spidi hii ya management hii, hospitali yetu inakwenda kurudi katika sehemu inayopaswa kurudi, na itakuwa inatoa huduma bora, hasa kwenye kuelekea haya matamasha kama Afcon. Tanzania itakuwa na moja kati ya facility bora kabisa ambayo watu wanaweza kupata huduma ya uhakika.